cha Wadada Center. Kipindi hiki ni kwa ajili ya kuwapatia wadada fursa ya kwenda kutafuta mitaji, and then pia ni kwa ajili ya kutumia platform ya malezi na shughuli za nyumbani kwa watu, ambapo tunakwenda kuwasaidia, lakini wao wanatubariki au Mungu anatubariki kupitia nguvu na akili alizotupa kupitia kusaidia watu. Kwa hiyo ni kipindi kizuri sana ambacho kinabadilisha maisha ya watu. Mtu anakuja hapa ana hela, amekwama, lakini ndani ya mwaka mmoja anapata mtaji wake na anapata na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu unapoifanya kazi ile kwa uaminifu na uadilifu, maana yake anakufungulia milango, kwa sababu tumeambiwa ukiwa mwaminifu kwa madogo, Mungu anakupa makubwa. Kwa hiyo nawapongeza kwa kuona hiyo fursa. Karibuni sana. Asante. Karibu. Tuanze na dada nani? Rehema. Rehema, karibu. Umetokea wapi? Umetuona wapi? Nimetokea Arusha. Ndugu yangu ndo alikuwa ameona kwenye mtandao. Okay. Ndo kaniambia. Wewe ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nyumbani tu. Una kazi? Kwa nini ulikuwa umeolewa, mama nyumbani, unakaa nyumbani tu kwa wazazi? Yaani inakuwaje tu umri huo? Una miaka mingapi? 25. 25? 25 Rehema uko nyumbani? Yaani nilikuwa au kwa mume? Ulikuwa umeolewa. Imekuwaje sasa? Ndoa imekuwaje? Mpaka uko hapa. Imenishinda. Ndoa imekushinda. Kwa nini? Tabia tu za mwanaume. Okay. Wakati unaolewa hizo tabia zilizokushinda alikuwa hana? Hana. Zimekuja baadaye. Na una muda gani kwenye ndoa? Miaka 3. Miaka 5. Miaka 3 ukanyosha mikono. Wakati unaolewa ulikuwa na biashara gani, kazi gani? Kwa unajishughulisha na kitu gani kinachokuingizia pesa? Nilikuwa mama ntilie. Mama ntilie. Sasa uliacha kazi yako? Niliendelea kufanya. Niliendelea kufanya. Baadaye nikaacha. Baadaye ukaacha. Kwa nini sasa? Kwa nini uliacha kazi yako? Kwa sababu umeolewa au kwa sababu mwanaume alikuwa anatoa matumizi? Nilikuwa nalea. Ulikuwa unalea. Una watoto wangapi? Mmoja. Kwa hiyo ulivyozaa ukaona utulie kwanza. Okay. Baada ya kumaliza malezi, mtoto ana umri gani sasa hivi? Ana miaka 2. Okay. Kwa hiyo baada ya kumaliza ndio umemaliza sasa hivi au? Ndio nasema na miaka hapana. Kwa mwanaume umeondoka lini? Au ndio umetoka huko sasa hivi? Umetoka kwake ndio kaja hapa? Kama na mwezi sasa hivi. Mwezi tu? Ndugu yangu, utaweza kweli huko? Kufanyaje? Kufanya hizi kazi mwaka mzima utatoboa. Ndio umetoka kwenye ndoa yako una mwezi. Na yeye sasa hizi ndio anakubembeleza urudi. Sina mawasiliano naye kabisa. Atayapata tu. Atakutafuta. Naambiaga wadada hapa wanaonaga ndio kichaka cha kuja kujificha. Lakini baadaye bwana akipata mawasiliano yeye anakubembeleza, tunashangaa tunaambiwa Rehema bwana amefiwa. Hata ndio sababu. Nasikia nimefiwa. Hata atuambii ukweli kwamba bwana mimi nilikuwa nimegombana na mume wangu, tumepatana, basi tafuteni dada mwingine mumlete, mimi narudi kwenye ndoa yangu. Unakuwa na uongo. Sio kweli. Nini sasa naona machozi yanakulengalenga. Umemisi mume, mtoto? Mimi sitaki kunikumbusha hivyo, lakini mimi sitaki kurudia. Hizo ni changamoto za wanawake ambazo wanawake wote tunapitia. Umesikia, mimi mwenyewe nina ndoa ya 3. Umeona yule mume wangu pale na nina mimba, si unaniona? Na na watoto wale 2. Yaani ndoa ni sehemu ya mchakato wa maisha na utazipitia. Kama ukikutana na mijitu ambayo haieleweki utatoka. That is normal, that is life. Umeelewa? Ndoa ambayo imesimama ni ndoa ya watu wawili wote wanaomjua Mungu, wote wenye hofu ya Mungu, wote watakaotimiza agano la ndoa. Lakini ukikutana na mtu mmoja ambaye hajielewi, ajitambui, ndugu yangu, hizi sarakasi zipo, utaendelea kubinuka nazo. Cha muhimu ndio kama hivyo umekuja, ndio maana nikakuuliza kwa nini uliacha kazi yako? Kwa sababu haitakiwi ukikutana na mwanaume kisa amekuoa uache biashara yako, uache kazi yako. Matokeo yake ni kwamba ndoa itakapovurugika, wewe ndio unakuwa mwanga. Wewe ndio unaanza kutapatapa, unatafuta pa kuanza na moja. Si umenielewa? Kwa hiyo hakuna kitu sitaki unikumbushe sio nini, hakuna chochote cha ajabu. Wewe sasa hivi umeshaamua kukaza mkanda, sawa? Pambana, fanya kazi. Na hata kama sijui anarudi nini, usirudi kizembe. Yaani sasa hivi tafuta mtaji, fanya biashara. Mwanaume akirudi, lakini na wewe uwe na biashara yako. Uwe unajiingizia kipato. Kwa sababu ndio hivyo, kuna leo na kesho.
anaweza kuanzisha tabia ambazo hazivumiliki. Huwezi kuvumilia na ukalazimika kuondoka. Unapoondoka ndio ulikuwa ushaacha kazi, unamtegemea. Matokeo yake ndio unakuja, yani wewe kila siku unakuwa ni wakupiga hatua sijui 2 3 unarudi 10. Sio maisha mazuri, na haya ndio mafundisho yangu kwa wanawake. Kwa hiyo mtakiwa uwe imara, sio ukae hapa na vimachozi vyako vinakulenga-lenga, na nakwambia hivyo kukuimarisha uwe jasiri. Sasa hivi unapoenda kazini, yani usisikie la nani wala nani. Waza mtoto wako, wewe ni mama, unatakiwa umsaidie. Na kama mtaelewana, usirudi kizembe, rudi pale unamtaji, anzisha biashara yako, na hata siku moja usiache biashara kwa sababu na mahusiano. Hata kama yeye atakuwa na uwezo wa kutoa huduma, lakini hakikisha wewe kama mwanamke unakuwa ni yule mwanamke wa Mithali ya 31 ambaye ana mchango kwenye familia, ni mjasiriamali. Hapo mwanaume hata kaa kubabaisha, hata kaa kurudishe nyuma. Mahusiano yatakufa, lakini wewe utaenda mbele na yeye ataendelea na maisha yake. Sawa Sasa usiposikia hayo, ndio hivyo, utakuwa unalialia kila siku. Unarudi pale kwake, siku 2 3 anakupiga tukio lingine kubwa zaidi ya hili. Kwa hiyo sasa hivi unatakiwa ujihangaikie, ujitangulize wewe, kuhakikisha unakuwa ni mama ambaye una maendeleo, ni mama ambaye una shughuli zako za kiuchumi, ni mama ambaye sio maskini. Yani hicho kwa sasa hivi upambane, ndugu yangu. Na tunatakiwa tufanye hivyo, ila kwa sababu huwa tunaenda tunafundishwa kwanza, maana hapo umepata funzo, si ndio? Maana umekimbilia huku, sasa hivi unatafuta pa kuanzia. Hilo ni funzo. Sasa usije tena ukarudia tena. Wanasema ujinga ni wakati wa kwenda, si ndio? Wakati wa kurudi, si njia unakuwa umeijua. Kwa hiyo karibu sana. Sasa unatafuta nini? Mtaji, unataka kufanya biashara gani? Wewe umekuja hapa una malengo gani? Natafuta mtaji. Mtaji ukafanya biashara gani? Hiyo ya mama ntilia au kuna biashara nyingine unataka kufanya? Ya hoteli. Ya hoteli? Unapenda mambo ya kupika, usafi au nini? Kupika na usafi. Unapenda? Kwa hiyo umesomea au? Hapana. Ila tu una uzoefu, unapenda tu. Basi ukipata hela, hata ikiwezekana jiendeleze zaidi. Uzuri sasa hivi kupika, usafi unaweza kujifunza hata online. Unaweza ukapata mwongozo wetu kama huu ukakusaidia jinsi ya kujiboresha. Yaani kuna wadada hapa wanakuja wanalipwa 500,000, ni wa kawaida, wako kama wewe. Tofauti yako ni kwamba wao wamepata maarifa. Hayo maarifa ndio yanayowaongezea thamani, wanalipwa zaidi. Kwa hiyo na wewe unataka kujiendeleza, pata maarifa, fanya kazi kwa weledi. Unapenda mambo ya hoteli, jiendeleze. Una uwezo kabisa wa kujiendeleza na ukawa professional. Sawa Ndio mwanaume atakuheshimu. Haya. Karibu sana. Asante sana. Haya.